tunazaliwa mara ya pili kwenye kile tunachoamini. Ni watoto wangu mnanisikia sijui? Yaani kile ulichoamini ndio kimekufanya uzaliwe mara ya pili, ndio nguvu yako wewe. Mimi kichwani mwangu usiamini kama kuna mchawi anaweza kuniloga kabisa. Kama kuna kitu na kizalao ni uchawi. Sio kwamba haupo, upo na una nguvu, ila kwa imani yangu mimi uchawi ni kitu kidogo mno kwa huyu Yesu niliye naye. No maana ukiniambia kuna mtu amerogwa, sio amerogwa hivi, yani nabaki ni kama akili yangu haielewi, inachanganyikiwa. Unaanzaje kurogwa na huku una Yesu? Unaanzaje kurogwa na huku umejazwa Roho Mtakatifu? Unaanzaje kurogwa na huku umepigwa muhuri wa moto wa Roho Mtakatifu? Umeanzaje kurogwa wakati Yohana Mbatizaji ametuhakikishia, mimi nawabatiza nyinyi kwa maji kwa ajili ya ondoleo la dhambi, lakini yuko ajaye nyuma yangu anaitwa Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, ana uwezo kuliko mimi, sistahili hata kugusa kamba za viatu vyake. Yeye huyo atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Huyo mchawi anayeingia hapo anaanzaje? Kwa mfano, amen, amen. Nimetoka kwenye familia inayoamini uchawi. Nimetoka kwenye familia inayoamini mizimu, kwa maana ya watu waliokufa. Nimetoka kwenye familia wanaoamini makaburi kabisa. Nimetoka kwenye kijiji ambacho wanaamini uchawi kuliko kitu kingine chochote kwenye maisha yao. Ndio kijiji nilichotoka, ndio wilaya niliyotoka, na ndio familia niliyotoka. Kwanza baada ya kuokoka, Yesu alinipa uhakika, alinihakikishia juu ya kukanyaga nguvu za giza, kukanyaga nyoka na nge, na kazi zote za ibilisi shetani zimekanyagwa kwa njia ya mauti ya msalaba. Mtu mmoja aseme amina kama ananielewa. Hebu mwambie mwenzako, mpinge shetani naye atakukimbia. Ukitaka kumpinga shetani, anzia hapa kwenye mawazo yako yaanzie hapo, na fikira yako hapa pakikubali, pakaamini, hapa panakuwa na nguvu. Amen, amen. Kwa kujua, muulizage huyu mama, ukikaa naye atakusimulia. Muulize. Mimi naenda huko kote upande wa wakwe zangu ni wataalamu wa mambo hayo, mimi hayanisumbui. Nimevuka mpaka ng'ambo kule Malawi, hakunisumbui hata kitu. Ukija kwenye upande wa kwangu ndo kabisa original Concord, hainisumbui kabisa. Imani haikusisimui. Baba, umenipata? Ukimwona mtu anasisimka hata imani mwoga. Imani haikusisimui. Imani inakupa uhakika, inakupa assurance, inakuhakikishia kwamba wewe ni nani katika Kristo Yesu. Kuna mtu amenisikia? Sasa kwenye hiyo imani mpinge nani? Shetani. Amen, amen. Amejazwa Roho, yuko kazini. Bwana asifiwe. Ukisema hili litafanikiwa, Mungu nisaidie, Mungu nisaidie, Mungu nisaidie, hili litafanikiwa, Mungu nisaidie.
kile ulichokisema hakikisha akili yako inaamini na moyo wako unaamini, unakubaliana na hicho ulichokisema. Kisitoke tu kwenye maneno, kitoke kwenye msukumo wa ndani. Amen, amen, amen. Hata hii mnayoita pesa sasa inahitaji imani. Ukiitaka pesa, tengeneza imani. Wana wa dunia wanaroga ili wapate pesa, wanatambika ili wapate pesa, wanafanya uchawi ili wapate pesa. Hawaamini elimu zao, hawaamini ujuzi wao, wanatumia nguvu ya kipepo ya ziada ili wafanikishe kupata pesa. Mwana wa Mungu, tumia na wewe imani ulionayo kutengeneza fedha. Mimi huku ndani kukinyamazaga kimya tapu, nikisikia kumenyamaza, kumekata, natuliaga. Yule anaweza kusema baba tufanye hiki, baba, namwangalia tu, kwa sababu nguvu ya kufanya sina. Ila huku ndani kukiamka, kukasema hili hapa liende, lifanikiwe, litafanikiwa hata kama sina hata 100. Kwa sababu kile ninachoamini kitafungua milango ya fedha. Amen, amen, amen. Hata nikikutafuta kwenye simu nikakwambia naomba 500,000, unaweza niambia sina. Najua ni kweli huna, lakini kitendo cha mimi kuongea na wewe niambia nataka 500,000, manake nitengenezea nguvu ya kupata hiyo hela, na kuhakikishia hata wiki 2-3 hapa zitakuja hizo fedha, mpaka ushangae zinatoka wapi. Ni kwa sababu ya ile nguvu ya imani niliyoongea na wewe. Yule Mungu wangu anakutokea ili upate hiyo fedha, ili kukutana na Mungu. Amen. Hakuna niliwahi kuongea naye alikuwa na hela, hakuna. Na mwingine akaniambia na mgonjwa sijui nini na nini, baba hapa niko mweupe sina kitu. Nikamwambia sawa, nataka 100,000 kwako. Lini? Kasa siku 2-3 hizi. Baba sasa nafanyaje sasa? Nataka 100,000. Acha maswali mengi, Mungu wangu atakufanyia njia, utapata hiyo hela. Wewe mwenyewe utashangaa anisemao, afu nakata. Hata siombi nayo kwenye simu, baba katika jina la Yesu mpe hela. Mimi naongea na wewe, ile sauti yangu ya kuongea na wewe ndo maombi yangu kwa Mungu, upako wa kukusaidia. Kuna mmoja kani, baba niambia 200,000. Baba huwezi amini, siku 3 hizi, yani baba ghafla bilioni hapa. Nikamwambia hiyo milioni nyingine ni ya kwako, mimi shida yangu ni tu nayoitaka, hiyo nyingine fanyia mambo yako, shida yangu ni hii, ndio nilikuwa naitaka kwako. Baba siku nyingine ukiwa na jambo lote usisite kunipigia. Sawa. Amen, amina. Punga mkono kama unanielewa. Hebu mnongoneze mwenzako, mwambie mpinge shetani. Mwambie tena. Alafu kimpinga nafanyaje? Wangapi wana uhakika wakimpinga shetani kwa njia ya imani shetani anakimbia? Wangapi wana uhakika huo? Wangapi wana uhakika shetani anawakimbia? Wale wanaopinga kwa nguvu ya imani, ile hali yao ya kumwamini Mungu, akimwambia shetani ninakukataa, nimekupinga, nimekukanyaga, na kanyaga nguvu zako, na kanyaga nyoka na inge na kazi zote za ibilisi, achana na maisha yangu. Shetani anakimbia na kambali. Na huo ndio urithi wa watakatifu katika jina la Yesu. Amen. Siku moja mama mkwe wa Petro alipata homa kali, afu Petro anatakiwa kwenda kwenye huduma. Acha mama naumwa. Yesu akasema twende nyumbani tukamwone mama. Yesu alipofika akaweka mkono tu pale, akaikemea ile homa. We homa, toka! Mwachie huyu mama. Biblia inasema homa ikamtoka saa ile ile.
Afu yule mama kaingia jikoni akawapikia na chai na chakula, wakala, watumishi wakaenda kazini. Sasa baadaye ukemea homa, naenda kutafuta Panado. Tumkimbize mara moja. Wapi? Kabla hujatafuta Panado, kabla fanya kwanza huduma ya kwanza, first aid. Huduma ya kwanza ni imani. Imani yako ikiferi ndo tutafuta hao mengine. Kuna wengine pale wanakuja gosi kwako pale, wagonjwa, nagundua tu hawa nikiwapa Panado, nikiwapiga ushauri na saha, nikawafumua na machloroquine, nikawapiga na masindano, unakuta bado wana mawenge yako pale pale. Unaamua tu kwa prai imani. Sikiliza, tuingie kwa chumba haka. Unamuingiza chemba kule, afu unamwambia sikiliza wewe. Sikiliza wewe. Mimi ni mhudumu wa afya. Nimesomea, najua utaalamu. Hiki kinachokusumbua kinamhitaji Mungu. Sawa sawa. Haya. Wewe mwachie. Afa anatoka pale. Amezibuka akili. Mzima. Afa anasema, nyamaza kimya, kimbia nyumbani. Amina. Sasa walokole wa siku hizi mpaka kusanya tu mikono kwanza. Mungu mtakatifu, mtakatifu. Kama alikuwa amevaa shati mpaka achomekee kwanza. Hata natafuta utakatifu. Chomekea kwanza, achomekee. Kama alikuwa hajachana nywele anaenda akachana nywele kwanza. Hapo pote natafuta upako. Haleluya. Mwambie mwenzako mpinge shetani. Yaani kesi yangu ya leo mimi na wewe ni wewe kumpinga nani? Shetani. Afu hakikisha haui rafiki wa nini? Wa dunia. Maana ukijifanya rafiki wa dunia, automatic unakuwa adui wa Mungu. Amani iwe kwenu. Amani iwe kwenu. Amani iwe kwenu. Amani iwe kwenu.